Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, ijapokuwa ndio hivyo, ukiweza kushuhudia wakiendelea kuweza kuangusha point kwa kila mchezo ambao wameweza kucheza. Katika michezo hii mitatu umeweza kushuhudia hali sio nzuri, mpaka kuweza kufikia kuweza kuitisha kikao ambacho kimefanyika kwa ajili ya kuweza kufanya tathmini ya namna ambavyo mzunguko wa kwanza waliuendea na namna ambavyo wameumaliza. Kwa hiyo klabu ya soka Young Africans kupitia engineers wameweza kukaa na kuweza kuafikia kile ambacho wamekiafikia. Sasa unafahamu pia kulikuwa na tukio ambalo liliweza kutokea katika mchezo wa mwisho kabla ya kwenda kwenye mapumziko ya FIFA break, ambapo katika mchezo wa Yanga dhidi ya Mtibwa, ambapo tukio la golikipa Djigui Diarra kwa kile ambacho alichokionyesha katika mchezo ule, ambapo uliweza kushuhudia tukio ambalo limejadiliwa kwa ukubwa sana, ambalo likatafsirika kama ni utovu wa nidhamu. Yalikuwa matukio mawili, moja ni la muamuzi na lingine ni kile kitendo ambacho walikionyesha kuonyesha dole la kati. Sasa Djigui Diarra ameweza kufunguka akielezea mengi na yale ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo na sababu ambazo zilizopelekea yeye kuweza kufanya kile ambacho kilichoweza kutokea. Ni yapi hayo ambayo ameyazungumza? Utakwenda kuyajua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kile kinachoendelea mimi nimekusogezea hapo, utakwenda kujua kila kitu. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya hapa nazungumzia Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa hili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka. Si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Karibu bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ukiweza kushuhudia mambo yanavyokuwa, namna ambavyo kila kitu kinazidi kwenda. Umeweza kushuhudia mambo yamekuwa ni magumu kweli katika upande wa wananchi. Sasa kufuatia kile kilichoweza kutokea, ni kama Young Africans wanakwenda kukutana na rungu zito kufuatia tukio la Diarra tukio lake alitoweza kuachwa hivi, ambapo kamati ya saa 72 wapo wanalichakata jambo la Diarra, kuona namna gani ambavyo watatoa hukumu gani ambayo itaweza kustahili kwa mchezaji huyo kwa kile kitendo ambacho alichokionyesha. Kwa hiyo ni kama Young Africans huenda watamkosa Diarra katika michezo kadhaa ndani ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo itakavyokuwa ni pengo kwa wananchi Young Africans, kwa sababu kwa sasa wanakumbana na majeraha wengi ndani ya kikosi, na kumkosa Diarra ni moja pia ya sababu ambayo pia ni ngumu kwa wananchi Young Africans ukiweza kulishuhudia hilo, kwa sababu ubora wake unafahamika. Anapokuwa golini anakuwa ni mchezaji wa aina gani? Ni kiongozi, ni moja kati ya wachezaji ambao anatia hamasa na ni mpambanaji kweli. Ukiweza kushuhudia hata katika sare hizi tatu ambazo wamezipata wananchi, kuna sehemu ambapo Young Africans walikuwa wanastahili kuweza hapa nazungumzia kudondosha alama 3, lakini yeye akawa ni msaada mkubwa sana. Sasa kile kilichoweza kutokea katika yale ambayo yanaelezwa ni kwamba sheria za bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuhusu kumdharau muamuzi uwanjani, baada ya tukio liloonekana kwenye mchezo wa Yanga dhidi ya Mtibwa, ambapo golikipa alionekana kumfokea na kumkaribia muamuzi kwa hasira. Wengi wanauliza sheria za bodi ya ligi zinasemaje kwenye matukio kama haya? Hizi hapa ni baadhi ya adhabu zinazotolewa kwa wachezaji
mchezaji anayemkosea muamuzi uwanjani. 1. Kumfokea ama kupinga maamuzi ya muamuzi, mfano kulalamika sana, kupiga kelele au kumdharau kwa ishara. Adhabu yake inaweza kuwa kadi ya njano, faini kutoka bodi ya ligi au onyo la kinizamu. Jambo la pili, kumkaribia muamuzi kwa fujo au kumtishia, mfano kumfuata kwa hasira au kujaribu kumgusa kwa nguvu. Adhabu yake inaweza kuwa kadi nyekundu kwa moja, kufungiwa mechi kadhaa pamoja na faini. 3. Kujaribu kumpiga au kumsukuma muamuzi. Hili ni kosa kubwa kwenye mpira wa miguu. Adhabu yake inaweza kuwa kadi nyekundu, kufungiwa mechi nyingi, faini kubwa, kesi kupelekwa kamati ya nidhamu. Jambo la 4, kumshambulia muamuzi moja kwa moja. Hii ni moja makosa makubwa zaidi kwenye mpira. Adhabu yake inaweza kuwa kufungiwa muda mrefu sana, hata msimu mzima, faini kubwa, hatua kali za kinizamu. Kwa kawaida bodi ya ligi kupitia kamati ya saa 72 ukaa kuchunguza tukio na kutoa maamuzi ya mwisho kwa mchezaji husika, ambapo bodi ya ligi ina chakata kwa sasa juu ya hatma ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye tukio la Diarra, kwa kile ambacho alichoweza kukionyesha, ambapo pengine sasa ndio yanakuja yale maswali kuhusiana na kile kinachoendelea kwa sasa. Je, Diarra atakosa michezo mingapi? Je, ataikosa mpaka dabi ya hapa nazungumzia Kariakoo? Kwa hiyo mpaka sasa kamati ya masaa 72 wapo katika mchakato huo, huku Diarra yeye ikionyesha kwamba kile kilichoweza kutokea ni kana kwamba akuzamiria, kwa sababu amezungumza Ally Kamwe, msemaji wa klabu ya soka Young Africans, juu ya tukio la Diarra, kwa kile kilichoweza kutokea kwenye tukio lile, ambapo yeye ameweza kuzungumzia kile ambacho kimeonekana, ambapo kuhusiana na kile ambacho amekisema hapa nazungumzia Ally Kamwe amezungumzia kuhusiana na tukio la Diarra na kusema kwamba Diarra hakudhamiria kuweza kufanya vile, na wala kitendo alichokifanya hakikuwa cha kiungwana kwa mujibu wa kauli yake. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaona kabisa kwamba Diarra alikuwa na makosa kwenye kufanya yale ambayo yaliyoweza kutokea katika mchezo huo. Kwa hiyo kwa sasa kila mmoja ametega macho na masikio kuweza kusubiri bodi ya ligi itakuja na kamati ya masaa 72 kutoka kwenye bodi ya ligi itakuja na majibu gani. Lakini moja kati ya kauli ambayo imeweza kutoa ama ameweza kutia wasiwasi na kuweza kuleta mshangao ni kauli ya msemaji wa klabu ya soka ya Young Africans. Afisa habari huyu wa Yanga Ally Kamwe ametoa kauli ya wazi akimwomba Rais Engineer Hersi Said arejee kusimamia moja kwa moja usajili wa wachezaji badala ya kumwachia kocha pekee. Nitumie nafasi hii kumwomba rais wetu arejee kusimamia suala la usajili. Haya mambo ya kumwachia kocha pekee yake kwa sasa hapana. Kauli hii imeibua maswali mengi miongoni mwa wadau. Je, usajili wa Yanga ambao umefanyika umefanywa chini ya makocha tofauti? Je, kuna mgawanyiko wa maamuzi ndani ya klabu au ni suala la kuboresha tu mchakato wa usajili? Hapa ndio penye mjadala mkubwa. Nani anapaswa kuwa na sauti ya mwisho kwenye usajili, kocha ama uongozi? Unaona bana, kwa kile ambacho kimeonekana ni kama vile watu wanakwepa yale ambayo yameweza kufanyika, kama vile wanakwepa lawama. Kwa hiyo ni swala ambalo kila mmoja amekuwa akiweza kulitizama. Bana, weka maoni yako hapo chini kuhusiana na hiki ambacho tumekizungumza, ila kabla tujamaliza nikukumbusha kwamba ukiwa umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele unakuwa unapata mwendelezo wa taarifa zetu. Fanya hivyo